Ushawahi kufikiria kwamba dunia yetu inaonekana kuwa na amani na Yesu alimradi tu yuko kwenye hori au amesulubiwa msalabani? Lakini ukianza kusema mambo kama Yesu ndiye pekee aliyedhihirisha Mungu aliye hai kimwili, au kwamba Yesu ndiye njia ya pekee kwenda mbinguni, basi ngoja nikuambie, hiyo ni hadithi tofauti kabisa. Dunia yetu haitaki Yesu wa aina hiyo kabisa. Sasa Yesu aliwaonya wanafunzi wake huko Yohana 15 kwamba kama vile dunia ilivyomchukia yeye, vivyo hivyo ingewachukia wafuasi wake. Na haikuchukua muda mrefu sana kwa hilo kuanza kutokea. Hapa katika Matendo 3 tumeona nguvu ya Kristo kupitia mikono ya Petro na Yohana iliyofanya miujiza ya uponyaji. Wamemwinua mtu ambaye alikuwa kiwete maisha yake yote, kwa kweli zaidi ya miaka 40. Naam, uponyaji huu wa kimuujiza ulipata uangalifu wa kila mtu, hasa viongozi wa kidini. Na sasa sura ya 4 inatuwekea ukweli kwamba shida hii itaanza. Shida huzuka, na ninataka kuvunja nini kitatokea baadaye katika matukio matatu. Nitalita tukio la kwanza kufungwa kwa mitume. Aya ya 1 inasema, walipokuwa wakizungumza na watu, makuhani na mkuu wa hekalu na Masadukayo waliwajia, wakiwa wamekasirika sana kwa sababu walikuwa wakifundisha watu na kutangaza katika Yesu ufufuo wa wafu. Sasa utaona kwamba Masadukayo wametajwa mahususi hapa. Walikuwa chama chenye ushawishi mkubwa wa kidini nchini Israeli. Walishirikiana na serikali ya Kirumi. Warumi walirudisha fadhila kwa kuchagua kuhani mkuu wa Wayahudi kutoka miongoni mwa chama cha Masadukayo. Na hilo ni jambo la kusikitisha kwa sababu nyingi. Kwanza kabisa, kwa nini Warumi wanachagua kuhani mkuu wa Israeli? Lakini zaidi ya hapo, Masadukayo walijulikana kuwa wakataa miujiza. Walikanusha kuwepo kwa malaika. Walikanusha aina yoyote ya ufufuo wa wafu. Na wamekasirishwa sana kwamba mitume wanatangaza ufufuo wa Yesu na kudai kwamba yule mtu aliyekuwa kiwete ambaye sasa anarukaruka kwa furaha kwenye ua wa hekalu aliponywa kwa nguvu za Yesu aliyefufuka. Kwa hiyo bila shaka hiyo pia inamaanisha kwamba kama ujumbe wa Petro na Yohana utakubaliwa, basi Masadukayo wako kimakosa. Kuhani mkuu yuko kimakosa. Watu wataelewa basi kwamba Sanhedrini, kama mahakama kuu ya Israeli, ilimhukumu mtu asiye na hatia, Masihi wao, afe. Sasa watafanya nini na Petro na Yohana? Aya ya 3 inatuambia waliwakamata na kuwaweka kizuizini. Kweli walilazimika kufanya jambo fulani. Aya ya 4 inasema wengi wa wale waliolisikia neno waliamini, na idadi ya wanaume ikafikia takriban 5,000. Huenda unakumbuka kwamba kanisa la Yerusalemu lilianza na waumini wapya 3,000. Sasa limepata ongezeko kubwa la ukuaji. Sasa limefikia wanaume 5,000. Nilikuwa mchungaji wa kanisa kwa miongo, na kama tulikuwa na familia 2 kututembelea Jumapili asubuhi, tuliona ongezeko la ukuaji. Lakini hapa tunazungumzia maelfu wanaoongezwa. Usikose kuona kwamba idadi ya 5,000 ni wanaume pekee. Wake zao, watoto wao. Hii inamaanisha, wapendwa, kwamba kanisa la Yerusalemu huenda likawa na watu kati ya 15,000 hadi 20,000. Hiyo siyo ongezeko la ukuaji tu, hiyo ni mwamko mkuu. Sasa basi, siku iliyofuata mahakama kuu yote, Sanhedrini, walimleta Petro na Yohana mbele yao kwa ajili ya kuwauliza maswali. Tunaambiwa hapa katika aya ya 6 kwamba Anasi kuhani mkuu na Kayafa na wote wa ukoo wa kikuhani wapo hapo. Basi unaona ngazi ya juu kabisa ya mamlaka za kidini wakimtazama Petro na Yohana hapa chini.
Na niambie, Petro na Yohana wanajua kwamba wanaweza kusagwa na ujuzi wote wa kidini uliopo hapa na pia uzito wa maelfu ya miaka ya mapokeo ya kidini. Kama kulikuwa na wakati ambapo ungeweza kutarajia Petro na Yohana waone kama wamejitia kwenye matatizo makubwa, basi ni sasa hivi. Lakini badala yake, sehemu ya pili inaanza na tutaipa jina utetezi jasiri wa mitume. Baraza la Sanhedrini linauliza swali la kwanza hapa kwenye aya ya 7. Kwa mamlaka gani au kwa jina gani mmefanya jambo hili? Kwa maneno mengine, mmewezaje kumponya mtu huyu? Sasa Petro, yule mtume aliyekuwa mwoga mbele ya msichana mdogo mtumishi wiki chache zilizopita kwenye ua wa kuhani mkuu, sasa anasimama imara akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Aya ya 8 inatuambia, na anaanza kujibu sasa kwenye aya ya 9. Kama tunachunguzwa leo kuhusu tendo jema lililofanywa kwa mtu aliyekuwa kiwete na jinsi gani mtu huyu ameponywa, basi na ijulikane kwamba ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha, ambaye Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Kwa yeye mtu huyu anasimama mbele yenu akiwa mzima. Yesu huyu ndiye jiwe mlilolikataa ninyi waashi, ambalo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Hakika hapa hakuna kuficha chochote, sivyo? Petro yuko wazi na ana ujasiri. Anasema huyu mtu aliyekuwa kiwete aliponywa kwa nguvu za Yesu, ambaye alihukumiwa na kusulubiwa. Mungu Baba, Petro anaendelea kusema, alimfufua kutoka kwa wafu. Maana yake Yesu hakuwa mtu wa kawaida tu. Kwa kweli, Petro atanukuu hapa kutoka Zaburi 118 akitangaza kwamba Yesu alikuwa jiwe ambalo lilikataliwa na wajenzi wa Israeli, viongozi wa Israeli, lakini sasa limethibitishwa kuwa jiwe la msingi la wokovu kwa ufufuo wake. Lakini Petro bado hajamaliza. Yeye anasema katika mstari wa 12, hakuna wokovu katika mwingine, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Wacha nikuambie mpendwa, Yesu si mtoto mchanga kwenye hori. Yeye si seremala aliyesulubiwa anayening'inia kwenye msalaba. Yeye ndiye njia ya pekee ya wokovu. Kwa kweli, bila huyu Bwana aliyefufuka na mwenye mamlaka, Petro anasema hakuna mtu anayeweza kuokolewa. Haijalishi wewe ni mtu wa dini kiasi gani. Kumfuata mtu yeyote isipokuwa Yesu ni kubaki bila kuokolewa. Kuamini ujumbe mwingine wowote, kufuata dini nyingine yoyote ni kubaki umedanganywa. Je, umewahi kufikiria kwamba mbinu ya Shetani haijawahi kuwa ni kukataa kwamba Yesu ni njia ya kwenda mbinguni? Hapana, anataka wewe ukatae. Anataka akatae, adanganye dunia iamini kwamba eti yeye ni mmoja tu kati ya njia nyingi. Kwa hiyo tangazo la Petro hapa linavunja kabisa chaguo lolote lingine. Na hii ndiyo madai yasiyofurahisha kwa njia ya Ukristo. Yesu si mmoja wa njia nyingi za kumfikia Mungu. Yeye ndiye njia pekee basi. Sasa kwa hili, tukio la tatu linafumbuliwa. Tutaipa jina la uamuzi wa mahakama kuu. Baada ya kuwaondoa mitume ili waweze kukaa pamoja na kujadili, hawa wanaume 70 wanagundua wanakabiliwa na tatizo. Hawawezi kukataa muujiza huu wa yule kiwete aliyepata kuponywa. Kwa kweli, mstari wa 14 unatueleza kwamba yuko pale mahakamani amesimama pamoja na Petro na Yohana. Labda bado anatabasamu kutoka sikio hadi sikio. Petro na Yohana, mstari wa 13, walikuwa watu wasio na elimu. Nao wakatambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Je, hiyo si nzuri? Lo, kuna jambo kama hilo linaweza kusemwa kutuhusu. Watu wanaelewa, wanatambua, tumekuwa pamoja na Bwana.
Vema, Sanhedrini haikuwa na la kusema. Mstari wa 14 unasema kwa upinzani, hivyo hiyo inamaanisha kesi imefutwa. Unaweza kufikiria kuwanyamazisha mahakama ya juu kabisa kwa ushuhuda usiopingika. Na mahakama inafanya nini? Naam, wanawaita tena Petro na Yohana, na huenda pia yule mtu aliyeponywa atarudishwa pamoja nao. Mstari wa 18 unasema, wakawaamuru wasiseme wala kufundisha kabisa kwa jina la Yesu. Hivyo ni wazi, uamuzi wa mahakama hii hauna uhusiano wowote na kugundua ukweli. Wanataka kuficha ukweli. Kimsingi wanasema, tazama, hatutaki kubishana nanyi kuhusu hili. Sisi tunataka tu mnyamaze kuhusu hili. Sikiliza, si huo ndio ulimwengu wetu leo? Naam, hatuvutiwi na madai ya Kristo. Sisi tunataka tu nini mkimya kuhusu hilo. Kwa nini? Kwa sababu ukweli unakera. Naam, Petro na Yohana wanajibu hapa kwenye mstari wa 20. Hatuwezi kuacha kusema yale tuliona na kusikia. Tukio hili linanifanya nijiulize ni nini unaweza kuwa unakabiliana nacho leo. Labda unakutana na Sanhedrini wa aina fulani ambao wanataka kukunyamazisha ushuhuda wako kwa ajili ya Kristo. Basi naomba nikutie moyo uendelee kunena kwa ajili ya Bwana. Sasa tumia busara, hekima na wakati unaofaa, lakini sema ukweli kwa upendo. Hata huu ukweli usiofurahisha kwa dunia yetu, kwamba Yesu Kristo ndiye njia pekee. Nawacha nikutie moyo kwa hili. Petro na Yohana hawakuwa watakatifu wakuu. Hawakuwa wasomi mahiri. Walikuwa wavuvi waliosadikishwa tu kwamba Yesu alikuwa hai na hawakuwa karibu kuweka ukweli huo kwao wenyewe. Naam, mpaka tutakapoanza safari tena, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.